Karibu tena mtazamaji wa channel yangu ya Amka, na karibu katika hii sehemu ya 6 inayojibu zile shutuma za hitilafu kwenye Biblia ya ndugu yetu Fan kwenye TikTok kule. Na video hii inajibu sehemu yake ya 6 ya zile anazoziita hitilafu katika Biblia, kwamba anasema kama kitabu hiki cha Biblia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, kwa nini kina hitilafu nyingi? Anasema hitilafu kwa sababu yeye anaamini kuna hitilafu, lakini katika upeo wake mdogo ndio anaona hitilafu. Isipokuwa tokea katika awamu yangu ya kwanza mpaka ile ya 5 nimejibu hitilafu zake zote mpaka katika safari, lakini tunakwenda katika sehemu ya 6 kujibu hitilafu zake nyingine ambazo anaziibua, ambazo anaziita hitilafu. Lakini labda nimuulize Fan, je, tukimaliza kuzijibu hizi hitilafu na tukakuthibitishia kama nilivyokuthibitishia katika sehemu ya kwanza mpaka ya 5 kwamba zile si hitilafu kwa ushahidi, uko tayari kumkiri Bwana wetu Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Au unafanya tu hivi vitu kwa kutafuta labda sifa na kutafuta umaarufu au pengine kujifurahisha? Kuwa makini sana katika mambo haya. Lakini kama kweli nia yako ni kutafuta ukweli wa Biblia, basi mimi nitaendelea kukufundisha, na ninaamini na ni maombi yangu kwake Mungu na kwa Roho Mtakatifu kwamba auguse moyo wako na wewe siku moja uweze kuona uzuri wa huyu Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana na Mkombozi, upate kumkiri na kumwamini, nawe wemo katika wale wanaoamini ambao Bwana Yesu alisema wale watakao muamini basi watakuwa na uzima wa milele. Na hii ndio ahadi aliiweka kwamba pale atakapokuwepo na wao wawepo. Sawa, tuendelee katika sehemu hii ya 6 ambako ndugu yangu Fan analeta maswali matatu. La kwanza anaoanisha Mathayo sura ya 1 mstari wa 16 ambao unamtaja Yakobo kwamba ni baba yake Yosefu, yule Yusufu ambaye ndio baba mlishi wa Yesu Kristo. Lakini katika Luka sura ya 3 mstari wa 23 anataja Eli kwamba inatajwa kwamba Eli ndio baba wa huyo Yusufu. Sasa anauliza ipi kati ya hawa ni sahihi na yupi, kama anahoji huyu Roho Mtakatifu kwa uhakika kabisa anasema yupi katika waandishi hawa wameongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo twende tukayasome maandiko haya. Tunaenda kwanza kusoma katika Mathayo sura ile ya 1 mstari wa 16, unasema hivi: Yakobo akamzaa Yusufu mumewe, Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Hii ni kwa mujibu wa Mathayo sura ya 1 mstari wa 16. Tunapoelekea kwenye kitabu cha Luka tunakwenda katika Luka sura ile ya 3 mstari wa 23. Unasema hivi: na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30, akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu wa Eli. Naam, kwamba huku tunamuona kwamba anayetajwa kuwa ni Yusufu ambaye ni mwana wa Eli. Sasa swali lake hapa anauliza yupi ni baba wa huyu Yusufu? Je, ni Yakobo kwa mujibu wa Mathayo 1:16 au ni Eli kwa mujibu wa Luka 3:23? Kimsingi jibu liko hapa katika hii Luka 3:23, na mwinjili Luka ameandika kwa urahisi kabisa. Na kama nilivyokuambia huko nyuma, kama ni mfuatiliaji wa siku nyingi, sisi wa Kristo tunafundishwa usisome kilichoandikwa, soma namna ilivyoandikwa. Na Luka hapa anasema kwamba na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30, akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu wa Eli. Hili ni neno la msingi sana katika kujibu hii inachoitwa hitilafu, kwa sababu Mathayo anazungumzia uzao wa Yusufu, yule baba yake mlishi wa Yesu, kisheria, kwamba kwa sababu huyu Yusufu alikuwa ni mume wa Mariamu mama yake Yesu, kisheria katika mila za Kiyahudi anahesabia kwamba ndio baba yake. Kwa hiyo mfululizo wa uzao ule wa Yusufu unaotajwa katika Injili ya Mathayo ni mfululizo wa uzao wa kisheria. Sasa unapokuja katika Luka anaandika
mfululizo wa uzao wa Bwana Yesu kwa kufuata uzao wa Mariamu, na ndio maana anapofika katika huku Eli anasema akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu. Kwa hiyo hii genealogy ya Luka ni genealogy ambayo inafuata uzao wa Mariamu. Kumbuka kitu kikubwa kabisa hapa, hizi mtiriko wa genealogy zote mbili zinathibitisha kitu kikubwa kuliko chote, kwamba huyu Yesu Kristu anayekuja kuzaliwa alitabiriwa toka mwanzo kwamba atatoka katika kabila la Yuda, na Mathayo anathibitisha kwamba anatoka katika kabila la Yuda kisheria kwa kupitia Yusufu, lakini Luka anathibitisha uzao wa Yesu katika kabila la Yuda kwa kupitia mama yake Mariamu. Na ndio maana anapofika katika Eli anasema akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu wa Eli, kwamba huyu Eli ni babu yake Kristu kupitia Mariamu, lakini yule Yakobo ni babu yake Kristu kwa kupitia upande wa Yosefu kule. Na hii ni kwa sababu kesi ya Bwana wetu Yesu Kristo ni tofauti kabisa, kwa sababu kama tunavyofahamu Bwana Yesu alizaliwa na bikira, hakutokana na baba, kwa sababu baba yake ni baba yake wa mbinguni. Kwa hiyo hakuna hitilafu, ni kutokufahamu kwenu tu Waislamu, hasa wewe ndugu yangu fan, ndicho unachokiita hitilafu, kwa sababu Luka anaeleza wazi akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu wa Eli. Jambo rahisi sana hili. Tunakwenda katika ile changamoto yake ya pili anaozungumza kuhusu Mathayo sura ya 27 mstari wa 5 na Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 18. Hii ni kuhusiana swala ya yule Yuda Iskarioti ambaye ndo alimsaliti Bwana wetu Yesu Kristo. Tukasome kwanza hizi halafu tutakuja kuelezea kwa undani. Mathayo sura ya 27 mstari wa 5. Unasema hivi: akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka akaenda akajinyonga. Mathayo anazungumza kwamba huyu Yuda Iskarioti alivitupa vile vipande vya fedha akaenda akajinyonga. Hii ni kwa mujibu wa Injili ya Mathayo. Sasa tunapokwenda kuangalia katika Injili tunaenda kuangalia Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari ule wa 18. Sura ya 1 Matendo ya Mitume mstari wa 18. Inasema hivi, basi mtu huyu alinunua konde kwa ijara ya udhalimu, akaanguka kwa kasi, akapasuka matumbo yake yote yakatoka. Ndugu yetu fan anasema nipi ni sahihi, kwamba Yuda alijinyonga au alianguka akapasuka matumbo yakatoka? Sasa kimsingi ni kutokuelewa mila na desturi za Wayahudi na kutokuelewa kwanza matukio yote ya Bwana Yesu tokea anasalitiwa na huyu Yuda mpaka anakufa msalabani mpaka anakuja kufufuka. Kwanza nielezee kitu kimoja. Kumbuke unaposoma Injili zote hizi tatu unagundua kitu kadhaa, kwamba Bwana Yesu alikufa Ijumaa alasiri, ambayo siku ya pili yake ilikuwa ni siku ya Sabato. Huyu Yuda anajiua siku ile ile ya Ijumaa na alijitundika. Mwandishi wa Mathayo anazungumza Yuda alichokifanya. Mwandishi wa Matendo ya Mitume Luka, kwa sababu Matendo ya Mitume yaliandikwa na Luka, yeye anazungumzia nini kilitokea katika mwili wa Yuda. Sasa kwa nini kilipelekea kutokea vile mwili wake kuanguka na kupasuka? Ni jambo rahisi sana, kwamba baada ya Yuda kujinyonga siku ile ya Ijumaa na kuingia Sabato, desturi ya Wayahudi ilikuwa siku ya Sabato Wayahudi hawafanyi kazi ya namna yoyote ile. Kwa hiyo mwili wake ulibaki unaning'inia kwenye mti jioni ile mpaka Sabato inakwisha, mpaka siku ya Sabato kuisha jioni yake. Na pia mila ya pili ambayo ilimwathiri huyu Yuda Iskarioti ni kwamba Wayahudi ilikuwa ni unajisi kushika maiti. Kwa mfano, ukirudi nyuma kidogo ukumbuke Bwana Yesu alikufa saa 9 alasiri, na ukisoma Injili unaona kwamba walifanya haraka haraka kumzika kwa sababu ilikuwa Sabato
inakaribia kuingia. Sabato huwa inaanza saa 12 jioni. Yuda huyu alikufa baadaye, kwa hiyo mwili wake ulibaki unaning'inia kwa siku kadhaa kwa sababu ya mambo haya mawili. Kwanza, siku ya Sabato hakuweza kutolewa katika mti, na siku nyingine zilifuata kwa sababu pia ukumbuke ilikuwa ni fedheha kubwa kwa Wayahudi kujiua. Kwa hiyo mwili wake ulibaki muda mrefu katika ule mti, na uwezekano mkubwa ni kwamba ulianza kuoza. Na kuanguka kule kunakozungumzwa na mwandishi wa Matendo ya Mitume huyu Luka, anapoandika Matendo ya Mitume anazungumzia nini kiliupata ule mwili, kwamba kunawezekana kulitokea moja hapo kati ya mambo mawili. Aidha, baada ya Sabato kupita na ule mwili kuwa umeshaanza kuharibika, yawezekana walikata kamba ambao alikuwa amejinyongea, ambako alianguka kwa sababu mwili wake umeshaanza kuoza, ukapasuka. Au tawi lilikatika, akaanguka kutoka sehemu ambayo ilikuwa ni juu, mwili wake ukapasuka. Kwa kimsingi Mathayo anazungumzia kitendo alichokifanya Yuda cha kujinyonga, wakati mwandishi wa hii Matendo ya Mitume anazungumzia kilichotokea kwenye mwili wa Yuda Iskarioti. Kimsingi hakuna mkanganyiko au hitilafu yoyote hapa, ndugu yangu fani. Ni vile tu hufahamu desturi za Wayahudi na ufahamu mila zao na imani zao, namna gani wanafanya haya mambo. Katika hitilafu yake ya tatu anazungumzia Mathayo sura ya 27 mstari wa 32 mpaka 33 na Yohana sura ya 19 mstari wa 16 mpaka 17. Tukaziangalie hizi. Tunakwenda kuangalia kwanza Mathayo sura ya 27 mstari ule wa 32 mpaka 33. Anasema hivi: hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu Mkirene jina lake Simoni. Huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake. Naam, kipindi hiki ni wakati Bwana Yesu ameshahukumiwa kifo, ametoka njiani wakati wakielekea kule Golgota kwenda kumsulubisha. Wanamshurutisha mtu mmoja ambaye alikuwa akipita, huyu Simoni wa Kirene, na wakamshurutisha kubeba msalaba wake. Twende tukasome ile sehemu ya pili ambayo ni Yohana sura ya 19. Yohana sura ya 19 Yohana sura ya 19 mstari wa 16 mpaka 17 unasema hivi. Mjue Yohana anasema, basi ndipo alipomtia mikononi mwao ili asulubiwe, nao wakampokea Yesu. Akatoka hali amejichukulia msalaba wake mpaka mahali paitapo fuvu la kichwa, au kwa Kiebrania Golgota. Sasa fan anauliza, je, aliyebeba msalaba pale alikuwa ni nani? Alikuwa ni Yesu au Simoni wa Kirene? Jibu ni jepesi sana. Ukumbuke kama nilivyokuambia mwanzoni, Mathayo anasema walipokuwa wakiwa njiani, wakati wakiwa wanatoka, wakamshurutisha Simoni wa Kirene kubeba msalaba. Kumbuka kwa muda huu Bwana Yesu tayari ameshateswa sana. Alipigwa mijeledi, alishatiwa taji la miba, na mateso yake hayakuanzia hapo. Toka usiku wa manane wakati anakamatwa pale bustanini Getsemani, Bwana Yesu alishaanza kuteswa. Alianza kupigwa akiwa huko, alipigwa akiwa katika ile baraza la wale viongozi wa Yehudi, wanaita Sanhedrin, walikuwa wakimpiga. Na hata baada ya kupelekwa kwa yule mkuu wa Yerusalemu wakati ule kwa ajili ya kupewa hukumu ya kifo, kule pia alipigwa mijeledi, na uwezekano mkubwa ni kwamba tayari Bwana Yesu alikuwa ameshaishiwa nguvu. Sasa swali linakuja, kwa nini wamshurutie Simoni wa Kirene? Ukumbuke askari waliomchukua Yesu kwenda kumsulubisha walikuwa ni askari wa Kirumi, na katika karne ya kwanza ya Waroma hukumu ya kupigwa msalabani ilikuwa ni kwa watu wasiokuwa Waroma tu, na kwa Waroma kubeba msalaba ilikuwa ni dhihaka kubwa. Kwa hiyo wale askari wa Kiroma hawakuthubutu kumsaidia kubeba Yesu wakati anakwenda kule Golgota, kule kwenye kilima cha walichokuwa wanataka kumsulubisha. Kwa hiyo walimkamata Simoni wa Kirene ambaye alikuwa ni mmoja wapo Wayahudi walikuwa wamekuja kipindi kile, kwa sababu ilikuwa ni kipindi cha sikukuu kubwa ya Pasaka ambayo Wayahudi kutoka kila sehemu walikuwa wanakuja Yerusalemu kushiriki katika sherehe hizi maalum za Pasaka, ambayo ilikuwa ni sheria kwa Wayahudi wote. Katika mojawapo ya sikukuu hizi walikuwa lazima wote waje, wanaume wote waje Yerusalemu kufika katika ile hekalu kwa ajili ya kufanya ibada
na sadaka maalum kusherekea siku hizi za Pasaka, kusherekea siku ambayo Wayahudi waliondoka Misri, Pasaka, ule usiku wenyewe wa Israeli Wayahudi wanaita Yom Kippur. Kwa hiyo ndio maana wakamshurutisha Myahudi mwingine amsaidie Yesu kubeba msalaba, kwa sababu tayari Yesu alikuwa ameshateswa sana, na uwezekano mkubwa ni kwamba tayari alikuwa ameshaishiwa nguvu. Ukumbuke msalaba ni gogo kubwa. Kwa hiyo mwandishi wa Yohana anapozungumza kwamba ameubeba msalaba wake mpaka Golgota hakosei, kwa sababu kwa mfano, nitoe mfano mmoja rahisi sana. Tuseme mtu amekamatwa, amepelekwa mahakamani au amewekwa rumande, kesi inaendelea, anahukumiwa labda alipe faini ya tuseme shilingi milioni 1. Ni nadra sana yule mtu ambaye mtuhumiwa anakuwa yupo mahakamani ana zile shilingi milioni 1 mfukoni, kwa sababu gerezani anakuwa amechukuliwa, hawezi kukaa na pesa. Anapokuwa mahakamani, pengine amepewa hukumu labda ya kulipa faini shilingi milioni 1, mmoja ya ndugu zake wanakuja na zile shilingi milioni 1 wanalipa kwa yule jaji au yule hakimu wa ile kesi. Sheria inamtambua aliyelipa ile faini ni yule mtuhumiwa, sio ndugu aliyekuja kuitoa ile faini. Kwa hiyo ni kitu kile kile tu, ni namna ya uandishi tu. Yohana anaandika kwamba Yesu anabeba huu msalaba, pamoja na kwamba alisaidiwa na Simoni wa Kirene, lakini sehemu ya hukumu yake, na uwezekano mkubwa ni kwamba Simoni wa Kirene alikutwa njiani, kwamba Yesu aliubeba huu msalaba katika urefu umbali fulani, ndipo baadaye Simoni wa Kirene akashurutishwa abebe amalizie kile kipande kilichobaki. Kwa hiyo hakuna hitilafu yoyote. Sijawahi kukutana na mtelejia yoyote ambaye analeta hii hitilafu katika neno hili. Kwa hiyo nikwambie tu ndugu yangu fan kwamba hizi hitilafu unazileta hazina maana yoyote. Zinajijibu, labda tu ni kwa sababu ya uelewa wako mdogo kuhusu maandiko, uelewa wako mdogo juu ya historia ya maisha ya Wayahudi wa karne ya kwanza, ni uelewa wako mdogo juu ya desturi za Wayahudi katika imani zao, uelewa wako mdogo juu ya Warumi na desturi zao na sheria zao zilivyokuwa na mambo mengine kama hayo. Kwa sababu ya uelewa wako mdogo, kama nilivyosema, Waislamu mnavyosoma vitabu hamsomi kwa tafakari, hamsomi kwa kuelewa, bali mnasoma kwa kukariri. Kwetu sisi tunaangalia pia mtiririko mzima, historia ya wakati ule, desturi na mambo mengine mengi katika kutafakari na kuweza kupata maana ya hivi vitabu. Kwa hiyo nikufahamishe ndugu yangu unaangalia video hii katika hii awamu yetu ya 6, ni kwamba katika hii mifano yote mitatu hakuna hitilafu hapa hata moja. Ndugu yangu fan, na kualika tena, soma maandiko haya. Safari hii soma, usibebe hizi unazoziita hitilafu tu kichwa, bali taanza kusoma kwa utulivu, uone kazi ya ukombozi wa Bwana Yesu Kristo. Nawe wewe upo sehemu mojawapo ya watu watakaoamini. Vinginevyo adhabu inakusubiri, kwa sababu Bwana Yesu anatuambia wazi kabisa, mimi ni njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hakuna wokovu nje ya Ukristo ndugu yangu. Hakuna wokovu isipokuwa tu katika kumwamini Kristo, Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Nami nikualike ndugu yangu fan, nawe uwepo mojawapo kati ya wale watakaoamini, ili mwisho na wewe uweze kupata uzima wa milele. Nikutakia amani ya Kristo. Wote wanaangalia video hii, na naomba kwa wale ambao mnaangalia video hii, like video hii, share kwa watu ambao unaona kwamba itakusaidia. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.